Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya kwanza kwa siku ya leo, taarifa ambayo imeambatana na onyo kali sana. Lakini kwa sababu tu niko na imani kwamba hawa majamaa zote wanatusikia leo, ningeomba pia kila mmoja achukue nafasi hii kuwapa onyo hapa live. Na ninatangaza kwamba pale tu nikiona hama vijana wamekaa kutoa hiyo ushuhuda, ni papo hapo ninaweka taarifa zao wazi, kwa sababu wamepangwa kutoa maelezo hasa za maushahidi bila ya kuonesha masura zao. Na waahidi ndugu yangu, nitaweka picha yako na kitambulisho yako ya NIDA pamoja na jina ya mama yako na ya baba yako na namba yako ya simu, na tutakufikia ndani ya masaa 24 pale wapi wewe upo. Na kama hiyo bado haitoshi, tutachukua rekodi zako kuzijulisha mamlaka nyingine zozote zile, kama za nchi jirani, ikiwa labda tu vile mnadanganywa kupelekwa manchi mengine kwa ajili ya kufichwa. Naomba kuwathibitishia kwamba tayari taarifa hii peke yangu nimeshaituma kwa IGP pamoja na jeshi pamoja na Emmanuel Nchimbi, ambaye yeye peke zake anataka tuamini mavyombo ya habari ya Tanzania. Amewaambia hivyo kwa sababu tayari imepangwa wiki ijayo waje majamaa waje kutoa ushuhuda juu ya mavyombo zao ambazo za Tanzania. Hivyo basi, kabla sijaingia kwa taarifa nyingine, ningependa kunyamaza kidogo, tuongee japo watu 5 na kaka zetu kina Twaha, muwape onyo hawa watu, na muwaonye kwa imani ya Mungu, na muwaonye kibusara sana, kwa sababu hizi mambo ambazo wanataka kuchezeshwa si kwa faida zao, ni kwa faida ya Abduli na familia yake, wakati peke zao milioni 3 ambayo anagaiwa kwa kila mtu ni pesa ambayo haitaweza kuwapa hata uhakika ya kuishi bila ya njaa kwa mwezi mmoja. Kama na hiyo, kabla sijaingia kwa taarifa ya pili, kwa sababu ya kuprotect account yangu, nitanyamaza sasa, tuongee na watu wengine kwa taarifa hii tu ambayo nimeitaja. Halafu ndani ya dakika 5 ama 10 sasa nitaendelea tena na taarifa kubwa ya pili. Asante. Okay. Basi tutafanya hivi kwa sababu dakika ni ndogo. Dakika 2 tu, watu 5. Twa unaweza kaanza hapo, alafu nitapandisha watu wengine kwa ajili dakika 2 tu. Twa unaweza kachangia dakika 2 kuhusu hiyo taarifa yao vijana ambao wanataka kuleta uongo. Tupige dakika 2. Asante. Kwanza nimshukuru wa Bill kwa taarifa ya muhimu kama hii, lakini niwaambie hawa vijana kwamba hizo milioni 3 ambazo wamezipata zitawatokea puani, hazina gharama ya damu za vijana wenzetu zaidi ya 10,000. Milioni 3 haina samani ya Mdude Nyagali, Humphrey Polepole wala Deusdedith Soka. Hasira tulionayo zidi ya utawala wa Samia na nchi yake, wasije wakajidanganya, kwa sababu tunajuana wa Tanzania. Ukijitokeza ukazungumza chochote, tutajua umetokea wapi, unakaa nyumba gani, unaishi na nani. Usije ukahatarisha maisha yako. Tumevurugwa wa Tanzania, tuna machungu, wasije wakaingia huo mkenge. Ninakwambia hatuwezi kuwaacha salama. Yaani msije mkajaribu, msije mkasubutu. Hiyo milioni 3 rudisheni. Cha msingi njoni tuungane tarehe 9 tuikomboe nchi yetu. Mkijaribu mtapotezwa. Tumevurugwa, hatuna huruma na mtu sasa. Asante. Habil na Kain ni nani? Ni Google CEO? Atakuwa ndo chief executive wa Google ama ni nani? Huyo Habil ni nani? Ni nani eti? Maana nilikuwa namsikiliza jana usiku, nikasema huyu ni shetani ama ni mtu? Yaani kama mimi ndio ningekuwa referee, ningesimamisha mpira. Yaani mchezaji anaingia uwanjani, anasema huyu mchezaji hatumtaki,
ataharibu mchezo. Huyu mchezaji ataharibu mchezo hapa. Yaani game itakuwa fair. Kwa sababu ameingia Lionel Messi kwenye Simba na Yanga. Yaani unamleta Lionel Messi kwenye Simba na Yanga. Si bora kumkata buti tu atoke. Na TikTok sijui kama itabaki salama. Inaweza ikafungwa kwa sababu zile live zake zinazoendeshwa usiku na huyo Abil hazijawahi kutokea nchi hii. Mange Kimambi mwenyewe na ujanja wake amesalenda. Mange mwenyewe amemnyoshia mikono. Yaani huyo Abil dawa yake ilikuwa ni referee kukataa kusimamisha mchezo. Kwa sababu speed yake ni kubwa sana kuliko gari. Yaani mtu anaenda speed kuliko gari aliloko ndani yake. Sijui ni kijana kutoka nchi gani. Huyu sio binadamu. Sio binadamu kabisa. Sio binadamu. You cannot compete with him. Sijui ametokea wapi. Nachoka sana. Ngatele. Pamoja na uprofesa wangu huu lakini nimejiona kama sijaenda hata shule. Yaani sijakanyaga darasa nursery school, sijakanyaga nursery. Na ndio maana tunasisitiza vijana nendeni shule. Vijana nendeni shule. Shule ni muhimu sana. Kwa hiyo bwana TikTok sijui kama itabakia salama. TikTok inaweza kafungwa muda wote kwa sababu ya huyu mchezaji aliyeingia ambaye hatakiwi compete. TikTok inaweza kashangaa papa haipatikani. Hata VPN haisomi. Kwa sababu ya kuleta mchezaji ambaye sio kiwango chetu bwana. Tuletea Lionel Messi kwenye Simba na Yanga hapa. Tuletea Lionel Messi na msajili Yanga.